Mr. Nasir, wewe una run HR agents. Maana yake mna deal na recruitment, onboarding, hiring na firing, training. Yes. Employee empowerment na mambo kama hayo. Sasa hivi kuna hofu kwa wasomi kwamba teknolojia ita replace nafasi zao, na wakizungumzia teknolojia specifically wanakuwa wanalenga AI. Hilo likoje? Kwanza kabisa tukubaliane kuna hofu. Kuna hofu, baadhi ya watu wanahofia teknolojia itakuwa especially AI kama unavyosema itachukua kazi za watu. Lakini ukweli ni kwamba AI ama teknolojia haiziwezi kuchukua kazi za watu. Sawa. Ila zimekuja kwa ajili ya kuboresha kazi. Kuboresha ufanisi wa kazi. Kazi ambayo ingekuchukua labda project ambayo labda mngefanya kwa muda wa miezi 6, mngefanya miezi 8, miezi 3, sasa hizi unaweza kuifanya kwa muda wa wiki moja, siku 3, siku 2, kazi imekuwa isha. So ukiangalia maana yake ni kwamba yani anayejua kutumia ile teknolojia ndio atakayenufaika kwenye soko la ajira. Sawa. Lakini sio kwamba itachukua nafasi ya kazi ya mtu, hapana. Bali yule mtu anayejua kutumia ndo atakayeweza kureplace nafasi yako. Kwa hiyo bado tunarudi kwa mtu, kwa sababu teknolojia haiwezi kuwa yenyewe bila kuwa na mtu. Lazima iwe driven na mtu. Anaipa prompt. So person connection ipo kwenye human, yani lazima kuwa kuna mtu ndo ataweza. So yule mtu anayejua kutumia ndo atachukua replacement. Kingine ni kwamba hata ukiangalia kwa mfano sasa hizi kuna wimbi ambalo job seekers wengi ama vijana wanatoka vioni wanakuwa hawajao equipped, na ukiangalia ni hizi AI zimekuja haraka mno, zimepishana na masomo. Shule tumesoma vitu vingine, sasa hizi mtaani unakutana na kitu kingine. Teknolojia inatukimbiza mbio sana kiasi kwamba hata mitaala yetu haiendani na speed ambayo tunaenda nayo. So mimi hapa kuna advice, kuna ushauri ambao tunaweza kutoa. Ndio. Kwa sababu tunakutana na waajiri mbalimbali, mahitaji ya biashara yanapishana, mahitaji ya waajiri yanapishana. Ingetafuta namna ambayo vioni huko tunakosoma, ambapo tunakupika watu, tunawaandaa waje kuajiriwa. Kwa kuna program maalum ambazo zina uwezo zikakimbizana na speed ya teknolojia. Japo kwa namna hata kwa 2%, lakini kuna namna ambayo tunaweza kukimbizana. Leo kuna AI ambayo inaweza ikakaa kwa mbadala wa mtu wa finance. Yani badala ya finance unaweza ukaipa ile AI task, ukaipa command, ukaipa data, ikatengeneza analysis, ikakupa company structure, ikakupa company analysis, financial details, financial forecasting kwa muda hata miaka 5 3 mbele. Umeshaona? Sasa kama mtu ambaye alikuwa anasoma finance yuko chuoni, alafu akawa equipped na hiyo teknolojia kwa namna ama nyingine, labda kwa short program ambazo atapata kutoka chuoni pamoja na kozi yake, hii inamsaidia kumjenga ili kuja huko anapokuja sasa huko duniani anakuwa very competitive kwenye soko la ajira. Anakuwa na added advantage kubwa sana. Kwa hiyo ndo kwa mujibu wa teknolojia, yani kwa mujibu wa masomo yetu ama vyote viwe na namna ya kuweza kuwa incubate wataalamu wanapotoka waweze kwenda kimbizana na speed. Inawezekana. Kwa sababu gani nasema inawezekana? Ukiangalia nchi za wenzetu leo, kuna vita vinaendelea huko. Wenzetu wanapigana kwa drones. Zile ni AI, hawapeleki tena wanajeshi kama zamani. Yani drones unasikia ukisikia story ya vita, estimate budget unaotumia ni gharama kubwa sana. Unaona vivyo watu vipo, lakini kinachotumika zaidi pale ni teknolojia. Unasikia sweet drone inaweza control, labda inaweza kuhandle multiple drones, yani ile shot moja drones zinaweza kashuti 600 moja tu ikaweza control zile zote. Sasa ukiangalia maana yake wenzetu wamewekeza kwenye teknolojia zaidi sana. Ukiangalia taifa kwa mfano gombana pengine kwa takwimu sina kumbukumbu vizuri, lakini kwa takwimu inawezekana kwa namba, kwa idadi ya watu sisi pengine tukawa hata wengi zaidi. Au tukachukua combine, yani tukawa wengi zaidi kwa lakini wao ni taifa dogo, watu walichoinvest ni teknolojia. So teknolojia imespeed up maendeleo. Kwa teknolojia imeingia kwenye sehemu nyingi sana, kwenye maendeleo, kwenye vita, every angle teknolojia
imeingia zaidi. Na wewe ukiangalia kwa experience yako, industry zipi ambazo hofu ndio imejaa zaidi kwamba hizi zinaonekana kwamba hizi zitakuwa affected sana na teknolojia na zitapunguza human resource kwa sababu ya teknolojia? Ziko sehemu nyingi, sekta nyingi ambazo ndio tunarudia tena pale. Haziwi negative effect moja kwa moja. Kwa maana lese kiwanda kilikuwa kinaweza kuajiri watu 30 kufanya kazi moja au watu 40. Sasa kwa sababu ile kiwanda chao na import teknolojia, wanaweka teknolojia kwenye kiwanda chao, maana yake wana cut human power, labda wataweza kuajiri watu 10 tu ama watu 5 badala 50 au 30. Wale watu 10 wanakuwa na program tu, ile system inafanya kazi kwa badala kazi ilikuwa inafanyika na watu 50 inafanyika kwa watu 5. Yes. So tunasema nani sana anafaika ni yule anayejua kutumia ile teknolojia. Umeshanipata? So this is also ni challenging hata kama kwa mtu ambaye tayari ana kazi. It's very challenging. Unawezekana wewe ni labda ni program coordinator, inawezekana wewe ni sales manager, inawezekana wewe ni whatever the senior position ambayo uko nayo currently. Hauwezi kufanya kazi kwa muda sehemu kwa miaka 7-5. Unasema bana, mimi nina experience ya sales directors ama sales manager ama country directors kwa muda wa miaka 5, lakini hauna certification ama hauna knowledge yote ya AI. Bado wewe na wenyewe tunasema uko kwenye kundi na wale kosa ile ilitafutwa. Kwa hiyo bado na wewe upo same salama. You are not safe. You're not safe at all, kwa sababu kuna mtu atakuja anajua kutengeneza mkakati kazi plus ana knowledge ya AI. Huyu ni added advantage zaidi kuliko wewe ambao umekaa tu pale, unasema tu umekupa nafasi yako ya nafasi, umekaa huna knowledge yote kuhusiana na AI. So it's affect both teknolojia. Mimi naangalia kwa sababu nakutana na vijana wengi, nakutana na employees, wanafunzi. So naona kabisa kwamba kuna umuhimu sana wa wao sasa kuanza kujifunza masuala ya teknolojia, especially artificial intelligence. Hata tuanze na vitu vidogo vidogo kama Microsoft Office. Mimi nakutana na graduates na wengine wako kazini, hajui kutumia Microsoft Word. Hajui kutumia PowerPoint. Hajawahi kutumia PowerPoint. Wengine Excel. Unamuuliza, yani unaweza kufanya summation ile sum total tu kwamba umeandika items na bei zake. Sasa huku chini weka total. Ile equation ya summation ile formula hawezi. Data entry hajui. Kwa hiyo unajikuta kwamba kabla hata hatujaenda kwenye AI kutumia ChatGPT, Gemini na mambo mengi, hizi basics zenyewe kuna watu hawezi, bado ni shida. Kweli. Na naamini kabisa kwamba na nyie mkiwa mnafanya recruitment mnaangalia, kwa sababu candidate A amekuja ana GPA ya 4.5. Candidate B naye ana GPA ya 4.5. Lakini candidate B anasema kwamba yeye alienda for a short course ya wiki 2 kuhusu AI. Na anajua namna ya kufanya maybe accounts forecasting au financial analysis. Anaweza akafanya analysis kwenye kupitia AI na vitu kama hivyo. Anaweza akafanya projections za return on investment kutumia AI. Kati ya hao wawili wote achagua yupi? Akiwa candidate wa namna hiyo wawili, maanake unabidi uchague yule ambao tayari anajua anafanya tayari ana knowledge fulani ya AI. Kwa sababu unajua ukimwonboard kwenye timu yako, unajua kuna kazi ambazo atazisimplify. Atarahisisha. Tofauti na mtu ambaye anakuja hajui hata kufanya summations, hajui hata kutumia Excel. Ina maana huyo tena una kazi mbili. Kwanza ujifunze kujua kutumia hizi tuseme normal tools ambazo zinatumika kila mara. Ndio. Tena huyo tunamfundisha kutumia AI, ni vitu vigumu sana kufanya. Kwa hiyo ni added advantage anakuwa ni huyo. Sisi tulipata mwajiri mmoja this week, akaja yeye anapata changamoto sana ya turnover wafanyakazi. Maana ana shule, wana biashara nyingi ambazo wafanyakazi wanakuja wanakaa, baada ya muda wanaondoka. Especially shule. Ngoja tuzungumzie kwa yengo wa shule. Ndio. Shule anakuta mwalimu labda ana mwalimu wa hisabati mmoja shule nzima. Sawa.
au wana mwalimu wa Kiingereza mmoja mzuri shule nzima. Au upper schools ama lower schools. Akiondoka yule mwalimu wa Kiingereza, wanakuwa wanapata gharama sana kutafuta tena mtu mwingine ku replace pale. Sasa tukajaribu kumwambia, tukampa solution ambayo moja of solution ambayo tumerecommend aweze kuifanya, afanye kitu tunachoitwa tuseme labda atengeneze incubation system. Incubation system inamaanisha atengeneze labda graduate program trainings ambazo hizi shule nyingi hawana. Hasa za Tanzania sisi shule nyingi hawana. Hata karibu East Africa, yani Afrika hawana hizo kitu. Kwa sababu labda wanakimbia gharama. Atengeneze program ambayo tunaweza kupata graduate programs, trainings programs. Anamwajiri mwalimu wa hisabati mmoja mzuri. Alafu kila mwaka wanatengeneza wanachukua wanafunzi au walimu wanaotoka shule fresh graduates. Unaweza ukawa intake labda kulingana na masomo yako. Labda nikasema labda nika intake wa hesabu wa mmoja au wawili, wa kemia wawili, kulingana na budget yenu unatengeneza. Ukawaambia graduate wote ambao wanatoka wale graduates, kwa sababu na nyinyi mtaingia kwenye programu yetu hii ya muda ya miezi 12. Ndio. So pale unakuwa na kale program. Wale walimu unawatumia kwenye shule yako. Kuendelea kufundisha, lakini wao wanakuwa walimu wasaidizi wa wale masomo. Na wao wanapata experience, na CV zao angalau zinanona kidogo. Wanapata experience. Kwa hiyo mwalimu anakuwa ni hisabati huyu mzuri, unamletea msaidizi wake. Ndio. Kwa hiyo mwalimu ambao unakuta, mimi nikutana na walimu ambao anakuambia bana na vipindi, labda nakutana na vipindi 8 kwa siku vitatu vinne. Anachoka. Aandae lesson plan, aandae vitu gani. Sasa ile program una incubate wale freshers kutoka chuoni. Kwa sababu sasa hivi serikali haiwezi kuchukua watu wote. Kwa hiyo unachukua wale, una incubate wachache kulingana na masomo unayofundisha. Na unachukua wale, unaingiza kwenye GMT programs yako labda. Au graduate program, whatever the name utaita ile program yako. Wale unawaambia bana, sikizeni, hapa shuleni sisi tunapika ugali, staff wote wanakula ugali. Wanapata na nauli. Wao unaambia sikizeni, mimi hapa nitakupeni chakula. Alafu mtamwakomodate na nauli labda. Ndio. Ya kumwezesha kutoka kwake kuja hapo. Lakini tunakuequip ili uweze kuwa advance kwenye soko la ajira. Yule unamuingiza kwenye program. Unaanza kuingia kwenye program, unamtengenezea, mnamfuatilia sasa kwa data. Anakuwa msaidizi wa yule mwalimu anayefundisha, ambapo mnasema nyinyi mwalimu ni mzuri. Mnaanza kumfuatilia. Anapewa training taratibu mpaka kamilishe mwezi wa 12. Pale mnakaa sit kwenye bodi. Nasema bana, tuliingiza wanafunzi graduates 12 walimu. Ndio. Tuangalie katika walio perform ngapi kwa data sasa. Ngale bana, alio perform vizuri bana ni huyo bana. Huyu jamaa ameperform vizuri kwenye upande wa somo la geography. Na uzuri wale walimu nao ingiza, usimweke kwenye somo moja. Mpitishe kwa somo zote. Kama ni Kiingereza mpeleka kafundisha Kiingereza ili umpate kujua strength yake iko wapi. Kama ni Kiingereza unajua huyu Kiingereza. So mwaka wa kwanza umempitisha kwenye darasa zote, unakuja ku evaluate mwezi wa 12. Au mwezi wa 6 unafunga shule. Na kumbe huyu mzuri kwenye Kiingereza. Kama mzuri kwenye Kiingereza sasa, the second year mnamofa ajira. Mkimofa ajira ule, kwanza ni mwalimu ambaye atakuwa ameshaelewa mazingira yako. Ndio. Kashaelewa nature, kashaelewa taratibu za shule kwenu, kashakaa kwenye tamaduni. Ndio. Mnamofa ajira. Mkimpa ajira, mkimpa ajira unaona kabisa huyu tunampa anaenda kuperform moja kwa moja. Kwa hiyo ni team, ni substitution nzuri. Huyu mwalimu wetu wa hesabu mzuri ana substitute, ana hesabu yake hapa. Ndio. Akitokea ameumwa, amezidiwa, ameexit, matokeo yatakuwa yale. Kwa sababu mwalimu mzuri yeye atakuwa kazi yake. Huyu ambaye alikuwa ni A, akiwa na huyu mwenzie anamsaidia, lazima atamwambukiza ule. Umenipata? So baada hapo ule mnakuwa kama shule sasa. Ikiwa mwezi wa 12 hamna haja ya kutafuta kuajiri. Mkitaka kuajiri mnauliza tu tunatafuta basi bana academic teacher. Mnarudi kwenye list training yenu, mnarudi kwenye list. Amtafuti tangazo, mnarudi pale. Mnaangalia among this nani anafaa hapa. Mnaambiana huyu. Kwa nini? Kwa sababu moja mitatu. So mnamwiko. It's very easy. Kwa hamna haja kutafuta mwalimu Kiingereza kila mwaka mnaajiri you don't need to hire that. Mnarudi kwenye ile program yetu mnaendelea. Kwa mmeinkup taratibu na mna uhakika hicho kitu kitakupa tu advantage ama 3. 1, itakuepushia gharama za kuajiri, inapungua kabisa. So kila mwaka you don't need to hire fresh people. Unachukua ile program yako kwa unaja kuajiri. 2, itakusaidia kufanya retainer ya staff. Kwa unajua mnaoka kabisa anytime whatever akiondoka mwalimu wetu wa Kiingereza tunao mwingine
tunaenda kwenye sanduku letu pale, tunachambua draw, we pick one, tunamweka the same, tunaongeza huyu analeta the same result kwa sababu amepita kwenye program yetu. Kwa nani kwenye program yetu hizo. Hiyo ndio of course. Waajiri ambao watafuatilia hii podcast, hiyo ni wazo ambao ni consultation ambao umewapa bure. That's very free consultation. Kwa hiyo ni wao kuifanyia kazi na kuhakikisha kwamba inaenda vizuri. Lakini a message to wale ambao wako vioni. Tunaangalia mzazi ana mwanafunzi yuko A level, ana mwanafunzi yuko chuo kikuu, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, and then kuna finalists ambao wanamaliza mwaka wa tatu. Vigezo gani ambavyo sana sana you as a hiring firm au agency wanatakiwa wajiandae navyo ili wakija huku wawe na majibu hayo? Kwa hiyo akijua kwamba sisi tunaangalia 1, 2, 3, aanze kutafuta hizo criteria mapema kuanzia mwaka wa kwanza. Okay, sawa. Kwa wanafunzi ambao yuko chuoni anakaribia kutoka graduate, hata kama yuko mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ajue kwanza kabisa asitoke chuoni akaamini akashikilia kwamba mimi natoka nitakuwa na degree yangu. Soko la kuajiri limebadilika sana. Waajiri wengi waangalie degree, zimebaki kada chache sana. Yani kitu cha kwanza ambacho wanachoangalia ni skills. Uwezo, una uwezo kwa kiasi gani kufanya jambo, hata kama umetoka chuoni, hata kama ni fresh. Je, wewe una uwezo kiasi gani? Sawa. Una uwezo wa hichi kitu. How knowledgeable are you kwenye hili jambo? Kwa hiyo usisome huko chuoni degree yako labda sociology, watering management, engineering. Kitu ambacho unataka kufanya sasa hivi ukiwa chuoni, hakikisha una equip, yani unajiongeza skills nyingine. Kwa sababu nasema tu kweli. Ndio. Elimu yetu tunasoma vioni, utanisamea watu wa elimu, ni kwamba ni kama is outdated, yani imepitwa kama na wakati, tuseme hivi. Kwa sababu kitu ambacho tunajifunza chuoni akiwi ukimaliza chuo akiwi applicability direct, inakupa tu knowledge ya kitu fulani, lakini it's not direct unaweza kuapply. Ndio maana lazima unapoajiriwa lazima kwanza utapitia certain programs za trainings, kufundishwa hii inafanyika hivi, utaratibu unafanyika hivi, unafanyika hivi. Hata serikali yenyewe wana introduce mifumo mipya kila mara. Umeona mfano juzi kama TRA umeona wameintroduce mfumo mpya wa kodi. Ule mfumo mpya wa kodi huwezi kutoka chuo direct ukasema mimi nimesoma finance account na unajua, no. Lazima ukae learn it. Learn it, how to use it, ujue kutumia. Na ule wame update vitu vingi. Kwa hiyo tunasema elimu, usikae chuoni ukasema mimi I think my degree, my GPA itanisaidia kupambana na soko la ajira. Jibu ni hapana. Sasa hizi ukiwa chuoni huwa napenda kusema mseme kuna swali moja ambalo utaulizwa kwenye interview room. Ndio. Why should we hire you? Why you? Why you? Sasa hiyo why you itafute sasa hivi ukiwa mwaka wa kwanza, ukiwa mwaka wa pili. Sawa. Jinsi ya kutafuta, chukua skills mpya ambayo unaweza chukua skills ukaiambatanisha degree yako ukatoka ukamaliza chuo pale, ikakutofautisha wewe na candidate wengine. Yaani uka stand out. Ndio. Vitu ambavyo mimi mwenyewe binafsi nimefeli kwa sababu sikufanya hivyo vitu. Na sikuwa na mtu wa kuniambia. Sasa hizi nimeona kwamba ukitoka chuoni umesoma accountant, mimi najua accountant, lakini najua pia kutumia AI ku manipulate numbers, kufanya vitu, you will stand out. Wow. You will stand out. Sawa. Na kwenye hiring, is it true kwamba kuna advantage ya genders, kwamba kuna gender moja inapata upendeleo au fursa kuliko gender nyingine? Females and males. Kuna baadhi ya kazi zinaweza zikatofautisha, lakini sio kwamba zina upendeleo moja kwa moja. Kuna baadhi ya kazi ambazo zilikuwa zinatofautisha, lakini kwa sasa hivi waajiri wengi wanapishana. Naweza kwamba tuniletee gender yote, ila kuna kazi ambazo zinatofautisha. Kuna vigezo tu ambavyo kuna vitu vidogo ambavyo vinasababisha. Kwa mfano inawezekana kuna kazi ambazo kwa mfano kuna kazi kama zile za migodini kuchimba. Sasa unaona kuna wakina mama wanaenda kwa wanachimba, wako migodini wanachimba. Zilikuwa zina differentiate kama. Sio engineer, kuna kazi za kupanda minara, ma engineer wa minara wale.
Mwanzo ulikuwa ni very hard kuona. Lakini sasa hivi kuna wanawake nao wanajitahidi kwenda. Kwa mfano unaona unafunga ICT, minara ICT ama cabling. Ulikuwa huwezi kukuta mdada anafanya hizo kazi. Sasa hivi kuna so kwa mimi tunavyowaajiri tunafutana na waajiri mbalimbali, kuna baadhi ya waajiri tunakutana nao bado wana specify bana kazi hii haiwezi nataka mwanaume. Kuna kazi hii nataka mwanamke. Ndio. Bado kuna waajiri kwa mimi wa nature, kwa vile system zetu za Kiafrika, Kitanzania zetu tushazoea kwamba hizi kazi ngumu mpe mwanaume. Hizi kazi kwa mfano kuna kazi za mfano direct sales. Direct sales zile unazunguka door to door. Sawa. Unakutana na mwajiri unasema mwanamke bana ataweza kuzunguka jiwani. Makeup yake itayeyuka. Lipstick itayeyuka bana, leta mwanaume ndio wanafanyaje? Ataweza. Lakini kuna wanawake mimi nakwambia wanaweza kufanya na ana perform kuliko hata wanaume. Wewe ungefikiria mwanaume anafanya. Bahati mbaya zaidi sasa hizi tuko kwenye kizazi ambacho tunasema ni kinaangalia kwenye quality of life. Yani kizazi ambacho kinasema wanaangalia quality of life. Ndio maana wao hao jenzi ni rahisi kukwambia beri nitamwambia bana hii kazi unanipa project mimi siwezi. Ndio. I cannot do this. Yani straightforward. Zamani sisi tulikuwa ukipewa kazi lazima utajua huko. Unanyenyekea utajua huko. Yeye anaweza kuja tu kwambia kwenye interview hii kazi mimi siwezi. Straightforward. Hii kazi mimi siwezi. Sisi tulikuwa tunanyenyekea unaanza nitaweza utapambana. Nitaenda hivyo. Lakini wao ni straightforward. Hii kazi mimi siwezi. That's how jenzi wanafaa. Sawa. Kwa sababu wanaangalia ni quality of life. Sawa. Sometimes nakwambia mimi nitakuletea matokeo. How much are you going to mtanilipa? Naambia I cannot do that. Ukiangalia sisi tulivyokuwa tofauti. Sisi tulikuwa tunasema bana mimi nitajifunza mbele kwambia. Wacha gari liwakie kwenye njia. Wacha gari liwakie kwenye njia. Utajua huko mbele. Lakini wao it's quite different kabisa. Yeah. It's quite different. Kwa kumalizia kuna vyuo ambavyo vinasema kwamba ukijifunza kwetu tunakuhakikishia ajira. Naamini umesikia taarifa kama hizo kwenye redio, kwenye TV na kwenye matangazo mengine. Sijui kama umewahi kupata nafasi ya kuthibitisha hilo kwamba je, wanafanya hivyo? Hivyo vyuo ni kweli tumesikia. Kuna vyuo ambao wanasema ukimaliza kozi tunakuhakikishia ajira. Lakini mimi ninachoamini sio kwamba kweli watakuhakikishia ajira, hapana. Wao ambacho wanakiweza kukifanya wamekupa ile knowledge, watakupa na certificate kwamba kucertify kwamba ulifanya kweli. Wanakupa elimu nzuri. Watakupa certificate bana, sisi tunathibitisha kwamba ulifanyaje? Ulisoma, ulipita. Unajua kwa sababu kila business ina four major functions zile. Sawa. Kwa maana yake wao nao wana implement function moja. Ukiacha hizo major function nyingine zote kwenye hii function ya sales and marketing na wao wanauza. Na wao yani usisahau kwamba na wao wanafanyaje? Wanauza. So wanauza, kwa hiyo lazima wa implement. Na ile moja kusema tutakuithibitishia ajira, maana yake wana implement hichi kipengele cha mauzo, cha sales and marketing. Kwa sababu katika zile function hii nao wana implement. Sawa. Kwamba kwa hiyo ile ni moja ya kuimplement kwamba tunakuhakikishia ajira ni kwenye sales and marketing. Sawa. Kikubwa ambacho anatakiwa kujua mwanafunzi ni kwamba bana pale ajira hawatakuthibitishia. Bali itakuwa ni wewe mwenyewe binafsi. Wewe umejiendeleza kutokea hapo ulipokupa kwa namna gani? Yes. Ili hata unapoenda kwenye interview, unapoenda kutetea hoja zako, tetea kwa namba, tetea kwa hoja. Bana mimi mkinipa nafasi na una uwezo wa kitu fulani, naweza kutengeneza matokeo kwa muda kitu fulani. Kwa sababu tayari na knowledge moja mbili. Ndio. Ukitetea kwa namba namna hiyo ni ngumu mtu kukuacha. Sawa. Ni ngumu mwajiri kukuacha ukaondoka zako. Lazima atakubali tu atakuajiri yani. Sawa. Mwisho kabisa wakati tunamaliza kuna movie moja ambayo nilikuwa naiangalia ya huko mbele kwa wenzetu wazungu huko. Lakini ile movie wakati wanachukua wafanyakazi au wanafanya hiring, wanauliza kwamba umesoma Harvard, umesoma chuo hiki. So nikaa najiuliza hivi hapa kwetu hiyo ipo? ya kwamba walosoma chuo fulani tu ndo wazuri. Mimi katika kukutana na waajiri mbalimbali, katika mwajiri mmoja tukutana naye ndo waliwahi kusema kitu kama hicho kwamba mimi nataka tu wanafunzi wa chuo fulani. Sawa. Sitaki uniletee wanafunzi candidate wote ambao wamesoma chuo kingine. Nataka candidate waliotoka chuo fulani. Ali specify kabisa hiyo.
lakini alispecify kwa mujibu wa hoja zake. Mimi jaribu kumuuliza kwa nini, akasema mimi nataka yule kwa sababu naamini kwa wote kwa kile chuo GPA zao ni sahihi za halali. Hizo vivyo vingine mimi siviamini. Yeye alikuwa na hoja zake mwenyewe. Yes. Lakini mimi kwa mimi binafsi siamini kwamba candidate alitoka chuo fulani au vyo fulani ndio bora au ndio anaweza kuperform hapana. Mfanyakazi bora haumwangalii kwa chuo anachotoka. Haumwangalii kwa chuo anachotoka, haumwangalii, unampima kwa vitu vingi. Ndio. Juzi niliposti zile interview hiring models au tunasema interview styles. Sawa. Ambazo niliposti karibu interview 4 za hiring styles. Ndio. Kwamba kuna kufanya interview kwa namna ya kuexamine. Sawa. You examine, yani examine manake unamhoji yule candidate kwa maswali ya examine, kumjua ulikuwa anasema mfano mimi nina uzoefu wa kitu fulani. Ndio. Umhoji skills wise, technically uone kama zile details anazo. Details anazo. Kwa mfano kuna mtu mwingine kwenye CV ameandika labda mimi ni labda ni problem solver. Sawa. So na hold maswali ku make sure kwamba je ni kweli anaweza problem solver. So kuna maswali ambayo utampa, atakwambia yale maswali anavyojibu, atakwambia sababu huyu ni problem solver. So alafu style ya pili tukasema ni ile tukasema ni examiner. Ya kwanza ni examiner, ingine tukasema ni unasema ni charming. Yani you interview ni certain way ya kucharming. Okay. Charming ni unaminterview mfanyakazi kwenye interview rooms, unazungumza naye in style ya kumwacha yeye azungumze zaidi. Sawa. Conversations zenu mnaziweka hata mpira. Ndio. Mtu ambaye timu inakuwa casual. Kwa casual. It's casual. Kila moja ina addition, lakini ni nzuri kama utacombine hizo model zote, style zote za kuajiri ili ziweze kukuletea the best person. Kwa sababu you cannot determine the best candidate kwa kuangalia college gani ama chuo gani ametoka. You cannot do that. But kutumia hizo modality zinaweza zikasaidia. So I think ushauri ni kwa wazazi pamoja na wale ambao bado ni wanafunzi, kuongeza ujuzi. Before you go out on the street, hakikisha kwamba umebeba silaha zote. Kama ni AI jifunze, Microsoft Office jifunze, public speaking, presentation jifunze, uwe na package nzima kwamba ukienda kwa mwajiri akuone kwamba wewe una thamani kubwa, sio GPA peke yake. Nasi nakushukuru sana. Naamini kwa wale wote ambao wataangalia hii podcast, kama wewe ni mwajiri au wewe unatafuta ajira, kuna kitu ambacho umejifunza. Karibu sana Duka Huru, na hapa tunasema let's all win.